Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Chana kuna taarifa zunguka Omani ikikanusha kuwa kulikuwa kuna shambulizi lolote lililotokea kwenye Min Al Fahal. Lakini naweza nikawaelewa mimi binafsi naweza nikawaelewa zaidi Omani kuliko watu wengi. Naweza nikaelewa sababu sera, maisha yao na serikali yao inavyoendeshwa na vitu vyao vilivyo, wanavyopenda kulinda baadhi ya vitu. Kwa hiyo naweza nikawaelewa zaidi. Lakini tunaweza kusema kuwa mjadala wetu haukuhusu kweli si kweli. Mjadala wetu unatoka katika kile ambacho tunasema kimetokana na taarifa zilizoandikwa. Nilikutajia vyombo vya habari viliandika. Mimi nilinukuu kutoka Reuters, iliandika Bloomberg, niliangalia kuliko Al Arabiya, niliangalia kwenye Muscat Daily, niliangalia kwenye Khalij Times. Kwa hiyo vyombo vya habari kadhaa vilikuwa vimeiandika ile taarifa. Maana yake kuwa haikuwa taarifa ambayo imeripotiwa sehemu moja. Ilikuwa ni taarifa ambayo limeripotiwa mara kadhaa. Katika ile taarifa ndio kukawepo ndani yake taarifa ambayo ilisema kuwa Iran ilikuwa imetishia kuzishambulia meli za Marekani kwenye eneo la Oman. Nadhani unakumbuka hiyo taarifa ilikuwepo kuwa ilikuwa imetishia kushambulia meli za Marekani kwenye eneo la Oman. Sasa ukichukulia ile ambayo watu wakasema kuwa huenda waliunganisha na dot, yani waliunga kutokana na tukio lile la Omani lililotokea. Sasa ukweli wa ile taarifa nadhani nilizungumza mimi muda fulani. Nilizungumza nikawaeleza kuwa eneo la Muscat lilipo, huwezi kusema kama hapa ndio unaweza kusogea hapo. Yani kuwa eneo la Muscat bado linakuwa liko mbali na hili eneo. Sasa kuna taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vya Irani na vyombo ambavyo vimeegemea upande wa Irani, ambavyo vinataja kuwa ni kama Marekani alikuwa anataka kuvusha baadhi ya meli zake. Alikuwa anataka kuvusha baadhi ya meli zake kuingia katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa hiyo tangazo la Irani lilikuja kutaka kuwaonya. Hebu nikusomee tu hii taarifa ilivyo. Inasema hivi: Televisheni ya Irani imesema jeshi la wanamaji la Marekani limerudi kutoka Ghuba ya Uajemi, yani limerudi nyuma kutoka Ghuba ya Uajemi, na inasema kikosi cha wanamaji cha Marekani kilichokuwa kikijaribu kuingia katika eneo la Ghuba ya Uajemi kilitawanyika baada ya operesheni za jeshi la majini la Irani. Televisheni ya taifa ya Irani iliripoti Ijumaa ikinukuu picha za satellite kutoka saa 48 zilizopita. Mwandishi wa televisheni ya taifa alisema picha hizo zilionyesha meli za Marekani zilizokuwa zikielekea kwenye Ghuba ya Uajemi zikitawanyika, akieleza maendeleo haya kama matokeo ya hatua za jeshi la majini la Irani. Kando na hilo, kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani kilisema kiliziagiza meli za kibiashara zilizobeba bidhaa muhimu kama vile mafuta, chakula na dawa kuwaarifu mamlaka ya Irani kabla ya kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ili usalama wao uweze kuhakikishwa na mipango ya kupitisha baada ya kupata ruhusa. Chanzo kilicho karibu na timu ya mazungumzo ya Irani kilikataa ripoti siku ya Ijumaa kwamba Teherani ilikuwa imekubali kuhamisha sehemu ya akiba yake ya urani iliyorutubishwa hadi nchi ya tatu, ikiita ripoti hiyo si sahihi. Kabla hatujaingia kwenye hii ripoti, turudi hapo kwenye ile. Yani, kwa mujibu wa televisheni ya Irani kuwa kuna meli za kijeshi za Marekani zilikuwa zikisogea kuelekea Ghuba ya Uajemi. Wakati zinajaribu kusogea, Irani wakawa wameziona na kutishia kuwa zitashambuliwa kwa sababu zilitumiwa droni, wakatishia kuzishambulia na vyovyote vile. Kwa hiyo zile meli zikatawanyika na kurejea haraka sana upande wa pili, zikarudi nyuma mpaka kwenda bahari ya Hindi.
kwa hiyo taarifa inavyosoma, yani inaonyesha kuwa zilirudi sana nyuma, kwa hiyo hazikubaki pale. Sasa ukichukua yale mashambulizi yaliyotokea na hiki ambacho kinatokea, nilisema ni vitu viwili tofauti kabisa. Eneo la Muscat na eneo ambalo lina mgogoro ni maeneo mawili tofauti. Muscat inabaki kuwa ni sehemu ambayo haikuwa na mgogoro wala si eneo ambalo lina tishio. Lakini kama unajaribu kutafuta tishio kubwa, utalipata eneo la pili kule juu, Madha, Khasab na maeneo mengine ambao ndio yanaenda kuconnect kile kitu kinaitwa Hormuz. Sasa taarifa niliyoisoma hapa inasema kuwa Irani inasema chanzo kilicho karibu kililiambia shirika la Fars kwamba hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusu kuhamisha sehemu yoyote ya akiba ya urani iliyorutubishwa ya Irani nje ya nchi, na kupuuza ripoti iliyoandikwa na Al Arabia na kusema kuwa ripoti hiyo ilikuwa ni ya uongo. Nadhani nilifafanua jana, nimewaambia hivi, mtu yoyote akikuandikia au ukiona andiko lolote limeandikwa kuwa Irani imekubali si kufanya nini, Irani imekubali kuangamiza makombora yake, Irani imekubali kula nini, Irani imefanya nini katika kipindi hiki ambacho hakuna makubaliano ya usitishaji wa vita, usiumize kichwa hata kujaribu hata kuanza kubishana. We mwambie huyo mtu kuwa taarifa yako ni ya uongo, tena kwa kauli kubwa kabisa na pana. Mwambie kabisa kuwa taarifa yako wewe ni ya uongo. Mwambie taarifa ni ya uongo, kwa sababu kile ambacho mimi nimewaambieni kuwa kinachotafutwa hivi sasa katika pande zote mbili ni uaminifu. Vipi tunaweza tukasitisha mapigano? Vipi tunaweza tukabaki kuaminiana? Halafu tuje tufungue hilo jalada au tufungue meza ya mazungumzo kwanza. Lakini kwa hivi sasa hakuna makubaliano yoyote. Kwa hiyo nilisema hii taarifa awali ambayo ilitolewa na Donald Trump kuwa nilisema ya uongo, kwa sababu mazungumzo kufika kwenye nyuklia hayajafika. Wewe unasemaje kuwa wamekubali watachukua hali ya kuwa huko hamjafika? Sasa ndio hii taarifa ambayo inasema kuwa hizo taarifa ni za uongo. Ni kweli za uongo, kwa sababu hawajazungumza hayo, hayajazungumzika. Tunajaribu kuyazungumza yale. Sasa kuna taarifa ilikuwa mchana pia niliisoma na nikakuambia kuhusu hii taarifa. Nikakwambia hii taarifa ilivyokuja, nilisema kuwa hii taarifa jinsi ilivyokuja mimi sikuijibu moja kwa moja. Nilisema hivi, hii taarifa na itafuta upande wa pili wa Irani nipate jibu la moja kwa moja. Ilikuwa inahusu IAEA. Kama mnakumbuka, IAEA walitoa taarifa ambayo inatajwa kuwa taarifa iliandikwa kutoka kwenye ofisi ya mkuu wa IAEA Rafael Grossi, ikisema kuwa Irani wamekubali kuruhusu wakaguzi waende kwenye vinu vyake vya nyuklia kuvikagua. Nadhani hiyo taarifa ilisema hivyo. Wakati ninazungumza, kama ulinifuatilia asubuhi pia nilivyokuwa nazungumza UTV, sikulijibu moja kwa moja. Nilisema kuwa sijaona chanzo cha upande wa pili kimezungumza nini kuhusu hii taarifa. Nilisema hivyo. Irani hawajatoa taarifa yote, kwa hiyo hii ni taarifa ya upande mmoja. Sasa ambao wanatakiwa wakakaguliwe wanapaswa watuambie ni kweli hii taarifa au si kweli. Kama ni kweli ikoje, kama si kweli ikoje. Sasa Rafael Grossi mwenyewe anatoka sasa na majibu. Manake kuwa ile taarifa ambayo inatajwa iliandikwa na ofisi yake. Sikiliza yeye anachokisema. Grossi anasema ufikiaji wa IAEA kwenye maeneo ya nyuklia ya Irani unategemea Teherani. Yani mwenyewe bosi Rafael Grossi anasema kuwa ili tuweze kufika kwenye vinu vya nyuklia vya Irani inategemea Irani wenyewe. Yani je, wamekubali? Yani hakuna nguvu yoyote wala hakuna chochote ambacho kinalazimisha kuwa eti tufikie pale. Anasema kuwa inategemea Irani wenyewe. Taarifa yenyewe inasema hivi, inaendelea. Ufikiaji wa wakaguzi wa IAEA kwenye vituo vya nyuklia vya Irani bado ni mdogo, na Teherani inaendelea kubaini ni maeneo gani wakaguzi wanaweza kutembelea. Mkuu wa IAEA Rafael Grossi alizungumza Ijumaa. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, Grossi alisema shirika hilo limefanya juhudi za mara kwa mara za kuanza tena shughuli za uthibitishaji kufuatia vita vya siku 12 na maendeleo ya kijeshi yaliyofuata. Irani inawajibika kutoa taarifa na ufikiaji wa wakaguzi, Grossi alisema, lakini hali ya wakati wa vita imezuia shughuli hizo. Licha ya kusitisha mapigano kwa muda mrefu, IAEA imeweza kufanya kazi tu katika vituo vilivyochaguliwa na Teherani, ikiwa pamoja na mtambo wa umeme wa nyuklia wa Bushehr na maeneo mengine kadhaa, kulingana na taarifa ya Grossi.
Kwa hiyo ukichukua taarifa ya Grossi, hakuna lolote lililokubaliwa na Irani, na unaenda kupiga mstari kwenye kauli iliyotolewa katika taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari asubuhi leo kuwa Irani walikuwa wamekubali shirika la nguvu za atomiki duniani liweze kukagua kwenye vinu ambavyo vilishambuliwa hapo awali na Marekani. Taarifa inakanusha na inakataa. Yaani bosi mwenyewe ambaye ndio ameambiwa kuwa wewe ndio taarifa ilitoka kwenye ofisi yako, anakanusha. Anasema no, ikiwa kukaguliwa watapotaka wao, yani tutakagua pale wakitaka, lakini mpaka kwa sasa hatuna huo ukaguzi na haiwezekani kwa sasa kuwakagua. Nadhani analizungumza katika nadharia hiyo, au anazungumza katika hali hiyo kuwa hatujafika kwenye hicho kiwango. Kwa hiyo kuna wakati huwa sijibu mpaka nipate uhakika, kwa sababu kuna vitu ninavyoviona kuwa haviko sahihi. Kwa hiyo naweza nisijibu. Kama nilivyojibu asubuhi nikasema kuwa nasubiri ripoti ya upande wa pili inithibitishie, lakini kabla sijapata ripoti ya upande wa pili, aliyekuwa anatajwa kuwa ndio anahusika ameshatujibu kuwa hakuna ukweli wala hakuna makubaliano wala idhini kutoka kwa Irani kuwa wanataka kukaguliwa. Nadhani ameshamaliza Grossi alichotuambia. Sasa kuna mengi ambayo yameendelea leo, lakini kulikuwa kuna press conference ya Donald Trump jana, wakawa wanamuuliza kuhusu vipi kuhusu urani. Ndio alijibu leo akasema hatuhitaji makubaliano na Irani ili tuweze kupata urani. Akasema, aliulizwa baadaye akasema nilikuwa na plani ya kuvamia. Nadhani plan tuliwahi kuijadili miezi miwili iliyopita, nikawaambia itakuwa kichekesho kama hawa watajaribu kuingia, kwa sababu niliwahi kuambia Irani sio Venezuela, Irani sio Syria, Irani sio Iraq, Irani sio Lebanoni, Irani sio Libya. Nadhani Trump naye kapiga mstari kwenye yale maongezi, anasema Irani sio Venezuela ambapo tunaweza tukaingia ndani ya nusu saa tukawa tumechukua kila kitu tunatoka na tukoondoka. Anasema Irani ni kingine. Anasema tuliogopa kunasa kwenye mtego wa Jimmy Carter. Nadhani niliwahi kuwahadithia mkasa wa Marekani kukamatwa miaka ya 80 ambao Jimmy Carter alianzisha operation ambao alitaka kujipa sifa, na Wairani wakamuingiza kwenye mtego, akanasa, matokeo yake akashindwa uchaguzi. Kwa hiyo Trump anazungumza, anasema kwa sikutaka kuingia kwenye mtego wa Jimmy Carter, yani kuwa tunaingia ili uipate ile urani unahitaji operation kubwa ambayo itachukua masaa mengi na muda mrefu na ni hatari. Anasema Irani si nchi ambayo unaweza kusema kuwa ni rahisi unaweza ukaingia hivyo, lakini ni nchi ambayo ina jeshi ambalo litakugundua na kuwa, kwa hiyo itahitaji nguvu kubwa sana na utahitaji kitu cha ziada kufikia hapo. Sasa hiyo ndio ambayo Trump anakubaliana na kitu ambacho kuna watu walitupinga wakati tunakizungumza, kwa sababu mimi nimekizungumza muda mrefu sana hiki kitu. Ngambia jamani, hakiwezekani. Hii sio Libya. Nawaambia mara zote kuwa hivi vitu vinaitwa operation sijui Entebbe, operation sijui nini, ni vitu vilitengenezwa, sisi hatupo, vikaandikiwa narrative, zikaandikiwa hadithi na simulizi zikatengenezwa, wakatudanganya, wakatuaminisha vitu tofauti. Nilizungumza wakati Maduro amekamatwa, siku hiyo nilizungumza nikasema kuwa hakuna operation yoyote duniani inaweza ikafanyika katika hiyo staili, kutoka nchi nyingine ukavamie taifa jingine ambalo lina uwezo wa kijeshi na kila kitu, eti uende katika nchi na ufanye mashambulizi halafu utoke na rais umchukue. Nikasema wamemuuza wenzake. Nikasema operation ilikuwa ndani. Hili tukio ni la utekaji nyara, lilianzia ndani ya Venezuela, halafu ndio wale waliomteka nyara Maduro ambao walikuwa tayari wamesetiwa kwenye mchongo wakamkabidhi kwa Marekani, lakini was not operation ambayo unaweza kusema utoe sifa, lakini hii ilikuwa ni operation ya utekaji. Siku chache baadaye, miezi miwili imepita baadaye, wamekuja kuthibitisha wao kuwa kuna watu walibeti, kuna watu wanadai fedha zao kutokana na swala la Maduro. Ndio maana husikii katika operation ya Maduro kuwa walinzi wa Maduro wako wapi, yani imekuwa ni hadithi tu ya kutengeneza, lakini ukweli kuwa niliwahi kuambia kwa siku Maduro akitoka na siku Maduro akianza kuzungumza, atazungumza kila kitu kilivyokuwa, alikamatwaje, alikuwaje na vyovyote ilivyokuwa, mpaka yeye na mke wake wote kuchukuliwa na Marekani na wakakamatwa wakapelekwa kule. Ilikuwa ni mchezo ambao tayari ulikuwa umeshaandikwa muda mrefu. Kwa hiyo anapozungumza Donald Trump kuhusu operation ya kwenda kuchukua urani ndani ya Irani, anaelewa fika na anajua fika kile kitu ambacho sisi tumekizungumza kuanzia awali. Tulizungumza sana haya masuala kuwa hayawezekani. Hizi hadithi za kuandika hazipo na haziwezekani na hazitokuja kutokea. Kwa hiyo ni kauli halisi ambazo zinaishi. Spika wa bunge la Lebanoni ambaye ni mshirika wa Hizbullah, Nabi Berri, alisema Ijumaa kwamba atakubali kuondolewa
kwa kundi linaloungwa mkono na Irani kutoka kusini mwa Lebanoni ikiwa wanajeshi wa Israeli wataondoka kwa wakati mmoja katika eneo wanaolikalia nchini humo. Katika maoni yaliyoandikwa na yaliyosambazwa na ofisi ya Berry, alikosoa mfumo wa kusisitiza mapigano uliosimamiwa na Marekani uliotangazwa wiki hii kama usio na haki, akisema unapaswa kujumuisha kusitishwa kwa mapigano bila masharti kwa njia ya ardhini, bahari na anga, na aliongeza kuwa anakubali kujiondoa kwa Hezbollah kutoka kusini kwa mto Litani sambamba na kujiondoa kwa Israeli kutoka maeneo yaliyokalia. Berry anaenda kupiga mstari kwenye kauli ya nani? Naim Qasim. Nimeyazungumza mchana haya, nimeyazungumza. Watu wamesha kariri Hezbollah kundi la kigaidi, Hamas kundi la kigaidi, sijui kwa mujibu wa nani walivyokaririshwa kuwa kundi la kigaidi. Kwa hiyo wakishaweka ile sifa ya ugaidi wanakuondolea haki zako. Yani tukisha kupa ugaidi wewe haki zote tunaziondoa. Yani wewe kifo ni haki yako, kila kitu ni haki yako kwa sababu tu sisi tumekuprint out kuwa wewe ni gaidi. Ndio hicho anachokisema kuwa hakuna usawa kwenye makubaliano yaliyopelekwa na Marekani. Ni ukweli, hapakuwa na usawa wowote. Kilichokuwa kinalazimishwa ni hiki ambacho hivi sasa kinalazimishwa ndani ya Gaza. Yani hivi sasa ukiwauliza Board of Peace kwa nini haifanyi kazi Gaza, wanakuambia Hamas amekwamisha kwa sababu lazima kwanza Hamas wapokonywe silaha halafu ndio hatua nyingine ziendelee. Lakini hakuna hatua inayochukuliwa kwa Israeli ku expand, kuchukua eneo zaidi la Gaza, Israeli kufanya mashambulizi, Israeli kuangalia mipaka ambayo ilikuwa ina kwenye mkataba inataka aachie mipaka ili misaada ingie. Hakuna kitu kama hicho. Uratibu wa shughuli za kimataifa, hakuna vitu kama hivyo, isipokuwa wao wanaangalia kitu kimoja tu kuwa disarm Hamas wasalimisha silaha zao, alafu Israeli aongeza silaha zake na kuwakalia ili aongeze zaidi kukaa. Yani wao wanatazama kitu kimoja. Kwa hiyo makubaliano ya kinafiki yaliyopelekwa Lebanoni yalikuwa ni makubaliano ya namna hiyo, kwa sababu Israeli yuko ndani ya mipaka ya Lebanoni, lakini azimio linalopelekwa linawataka Hezbollah kutoishambulia Israeli, halafu waondoke katika maeneo ambayo walikuwa kwenye mstari wa vita, wakae pembeni, lakini Israeli abaki na silaha na abaki pale pale. Halafu andiko lao halisemi kuwa Israeli hatoshambulia, yani Israeli yeye ataruhusiwa kufanya mashambulizi pale atapohisi kwenye hatari, lakini wenzake watapoona kuna hatari hawaruhusiwi kurusha jiwe. Dunia gani hivi? Dunia gani hii iliyojaa unafiki hivi? Hakuna mtu anaweza kukubaliana na hili. Sasa hii ni pigo jingine. Kwa hiyo Berry atanziwa zengwe. Hivi sasa na Berry ambaye ni speaker atanziwa zengwe na kuhakikisha kuwa huyu tunaweza tukamuondoa. Lakini nimewahi kuambia kuwa yale mazungumzo yanayoendelea kule, mwisho wa yoyote watalichochea jeshi la Lebanoni kwa kuliaminisha lina nguvu zaidi ya Hezbollah ili liparurane na Hezbollah. Yani watalipa silaha, watalipa kila kitu ili likapigane na Hezbollah. Halafu likisha tuangana na Hezbollah wenyewe, Israeli akalie vizuri hili eneo. Sasa Berry ambaye ndio imebaki kama mawasiliano pekee kati yake na Hezbollah, kutokana na yeye ndio speaker ambaye anatokana na Shia na wale ni wa Shia, kwa hiyo rahisi yeye kuwasiliana, anasema hakubaliani na vifungu vilivyopo katika huo usitishaji. Ndani yake kumejaa unafiki mkubwa sana. Ndani ya huo usitishaji, ndani yake kuna unafiki mkubwa sana umewekwa. Unafiki ambao umefichwa kwa vitu kuaminisha kuwa wao wana haki fulani alafu kuzichukua haki za wengine. Ukiwauliza kwa nini Israeli anabaki ndani ya Lebanon, anakuambia tishio ni Hezbollah. Kwa nini Hezbollah hajavuka mpaka kuingia Israeli amtishe mwenzake aliye upande wa pili? Na ugomvi mkubwa wa Israeli ni kuwa lazima Israeli aondoke kwenye mipaka ya Lebanoni. Kwa nini Israeli asiondoke kwenye mipaka ya Lebanoni halafu kila mmoja akae upande wake, halafu baada ya hapo tujue nani mchokozi? Kwa nini hamna hiyo? Kwa nini walazimishe tu kuwa iwe hivyo, kuwa huyu awe huku halafu mwingine aitwe mchokozi, hali ya kuwa mchokozi yuko kwenye nyumba? Yani wewe uko ndani ya seble yangu, halafu mimi nikitoka kukaa kwenye seble yangu unanishambulia, halafu wewe unataka kuwa unaona ni halali wewe kukaa kwenye seble yako, halafu mimi nikitaka kufungua mlango niangalie seble yangu imekaa vipi, unahesabu kuwa wewe ni tishio kwako, nachungulia ili nikuue, hali ya kuwa wewe uko kwenye seble yangu. Inawezekana vipi? Hii tafsiri ikoje? Kwa nini kila mmoja asibaki kwake? Abaki kwake ili tujue nani mchokozi, hapo tu. Lakini kulazimisha kuwa huyu ana haki, huyu hana haki, huu ni upuuzi kabisa. Jamani, niwatakie kila la kheri na niwatakie jioni njema na asanteni sana. Rahby Digital, haki na ukweli.